Aliumba na kila kitu alichokiweka ndani yake, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. So mwanadamu akiwa chini ya jua ni mtawala, ni msaidizi wa utawala chini ya jua, anamwakilisha Mungu chini ya jua. Kwa maana hiyo unapaswa kutawala siku, mwezi, mwaka, wiki, unapaswa kuzitawala zikatembea under control. Under control, zinakusikiliza. Nitakuonyesha kimaandiko kabisa nini unapaswa kufanya ili utembee kwenye mfumo huu. Na kipengele cha kwanza, lazima ujue kwamba kwenye ulimwengu wa roho, usipojua kuutawala ulimwengu wa roho, wanaojua kuutumia ulimwengu wa roho watakutawala wao. Ni kitu lazima ukijue. Usipojua kuutawala ulimwengu wa roho, wanaojua kutawala aidha kwa nguvu za giza ama kwa nguvu za Mungu watakutawala. So utatembea chini ya utawala, utafanya wanachotaka wao ufanye, sio unachotaka wewe kufanya. Luka 11:21 na 22 nasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Unajua nguvu huwakilisha utawala. Hakuna utawala kama hauna nguvu. Unaweza ukawa na vitu vingi na mali nyingi, lakini kwa sababu hauna power ya kulinda mali zako, watakunyang'anya wenye uwezo. Wakishindwa kukunyang'anya mwilini, watakunyang'anya rohoni. Watapitia kila mbinu wanayoweza kuipitia, watafanya kila jambo wanaloweza kulifanya, ili mradi wamefanikiwa kukunyang'anya wanachotaka kunyang'anya, mwilini ama rohoni. Kwa ukiwa na nguvu, maana yake utavifanya vitu vyako kwa salama. Na wewe kushangaza tu kwa mahali tumefika sasa hivi, dunia ilikofika ni nguvu plus maarifa, na nitakufundisha baadaye maarifa yanaenda wapi, yanagusa nini. Yaani sasa hivi mahali tumefika, tunahitaji nguvu plus maarifa ili kutawala, ili kushinda, ili kuinuka, ili kushangaza. Hauna nguvu, hauna kitu. Una nguvu, una kitu. Una kitu na hauna nguvu ya kulinda. Na sio nguvu za kula ugali. So uje ututishie uende ukale ugali vizuri, uende ukapige jimu utuonyeshe misuli mingi, haitusumbui. Rohoni hauna kitu, unapigwa makofi hata na katoto kadogo. Yaani katoto kanachojifunza uchawi leo, kanaibuka anakuja kufanyia mazoezi kwako na miguvu yako, na misuli yako, na kifua chako, na 6 pack zako, na 7 pack zako, na ngapi hizo sio. Unapigwa katoto kana kujifunza, kana kutesa. Unaishia kwenye maisha magumu. Mstari wa 22 anasema, lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, na kumnyang'anya mateka yake. Hapa anaongelea kwa habari ya silaha alizokuwa anazitegemea, maana yake nguvu alizokuwa anazitegemea. Kwa sababu silaha zetu sisi hazitokani na kuunda kwa mwanadamu. Silaha zetu sisi zinatoka mbinguni. Sasa zinatoka mbinguni kwenye mazingira yake. Lazima tuwe na mazingira tuliotengenezea hizo silaha kupatikana. Lazima tuwe na mazingira tunayotengenezea msingi wa silaha kuwepo. Na moja ya msingi ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Hauna mahusiano mazuri na Mungu, neema ya kutawala lazima ikae mbali na wewe. Kwa sababu utawala kila siku unahitaji maarifa. Mara jinsi ulivyokuwa jana, adui yako alivyokuja jana ukampiga, la akiondoka, nitakuonyesha kimaandiko, akiondoka haendi kunyamaza kubali kwamba ameshindwa. Ataenda kujipanga. Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu huzunguka na kupita mahali pasipo maji. Alafu akizunguka atarudi baadaye, anakuja kuangalia ile nyumba yake iko salama.
Akigundua ile nyumba haiko salama, moja ya kitu kinaenda kufanyika baada ya pale, anaenda kuwatafuta wengine wachafu wabaya 7 wachafu kuliko yeye, alafu yeye anakuwa wanane, alafu anakuja kuingia. Bila sema hali ya mtu yule huwa mbaya zaidi kuliko alivyokuwa jana. Kwa nini? Kwa sababu wameingia kwanza, kumbuka neno wamesema uingia wakiwa wachafu kuliko yeye. Anaenda kutafuta wenzake 7 wabaya wachafu kuliko yeye, alafu yeye anakuja kumalizia kuwa wanane. Kwa una tatizo la yule liko, alafu kuna wengine wametofautiana renki uharibifu, wako 7. Unategemea unakuwa nani? Kama haujawa kituko unakuwa nani? So lazima ifike mahali ugundue, lazima majira yafike ujue kwamba kuna uhitaji wa kuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Sasa hivi hatutishieni na nguvu nyingi za kuwa na misuli. Una nguvu ya upande upi? Hiyo ndio inayokusaidia kutawala, kuaccess ulimwengu wa roho. Tofauti na hapo hamna kitu unafanya. Hamna kitu unafanya. Kwa hiyo ukikosa nguvu, maana yake atakuja mwenye nguvu kuliko wewe. So usikariri nguvu yako. Yaani jana ulikuwa na nguvu ya kumfukuza mchawi, usiridhike kwamba ulifanikiwa kuwafukuza. Jana ulikuwa na nguvu ya kufukuza waliokuinda, usiridhike ya kwamba umewafukuza. Jambo la msingi na la sekondari la kuzingatia ni hili, kwamba baada ya kuwafukuza nini kimetokea? Umewafukuza, nini kinachoendelea kwenye maisha yako? Umewafukuza, umefanikiwa kufanya nini? Unazidi kujiongeza kuwa na nguvu kila siku, ama umeridhika na ile nguvu? Kwa sababu wewe ukiridhika, yeye ataenda kutafuta nguvu nyingine bora kuliko ya jana. Atakuja, akikukuta una nguvu ya jana atakutandika, maana yake sasa atakuwa na nguvu kuliko wewe, atateka nyara vitu vyako. So unategemea ni nini kinatokea? Unashuka tena chini. Kama ni kuwa maskini unakuwa maskini, kama ni kukosa vitu unakosa vitu. Kwani kwa sababu adui ameamua kutafuta msingi na kukushinda ili kusudi akutawale. Kwenye ulimwengu wa roho, maisha tulionayo ni kutawala. Usipotawala utatawaliwa. Hivyo ndivyo, hiyo ndio kanuni. Na kila siku wanatengeneza kanuni bora za kuzidi kukutawala. Ni maamuzi yako uamue kuwa mtawala ama uamue kuwa mtawaliwa. Ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Wewe mwenyewe tu unaamua, unakusudia, unachagua upande gani. Tuangalie kitabu kile cha Marko ile sura yake ya 3 na mstari wa 27, anasema hivi: hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu asipomteka kwanza. Sasa kumbuka, hakuna anayetekwa kama hajazidiwa nguvu na maarifa. Hapa anaongelea nguvu, then baada ya nguvu nitaanza kuongelea habari ya maarifa. Then baada ya maarifa nitakufundisha namna ya kutawala. Nguvu, kwa maana kwamba huyu mtu aligundua, akaongeza knowledge, akagundua baada ya huyu mtu kukaa mahali hapa tayari ana nguvu ya kutawala. Inabidi nifanye namna nipate nguvu ya ziada ili niweze kumfanya kuwa mateka. Nimteke, nimfunge, ndipo nichukue mateka ya vitu vyake. So dalili ya kwamba wewe ni mateka, umekamatwa, umetekwa, moja ni kupoteza vitu. Umemiliki vitu vingi kwa muda fulani, umekuwa navyo sana, afu ghafla vinaanza kupotea, kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine. Ni ishara ya kwamba umeishi kuwa mateka. Wewe ni mateka. So ifike mahali mimi sio mateka. Mimi sio na mateka siku zote anatawaliwa. Yaani unapokuwa mateka maana yake umetawaliwa. Kwa utatembea kwenye ule mfumo wa kuwa mateka, vitu vyako vitakuwa vinapotea kimoja baada ya kingine, mpaka inafika mahali huna hata kimoja, umeishiwa kabisa, na bado una nguvu ya kuvitafuta tena kuvirudisha. Sio kwamba watu hawana nguvu, shida kwamba mtu anaamua kwenda kuanza upya kutafuta, alafu hajaipata deliverance ya kuondolewa kuwa mateka, akapewa uhuru wa kwenda kutafuta. Yaani shetani yuko hivi, akisha kufanya kuwa mateka,
anakufungulia. Kuna mateka wa kumfungia ndani chumbani kwenye gereza la ndani. Niliwahi kufundisha kwa habari ya kitu kinachoitwa gereza ndani ya gereza. Na Mungu akinipa neema hilo somo nitarudia tena. So shetani anapokuweka gereza la ndani, kuna majira akishaona amekufilisi, amekumaliza na hauna nguvu, ili usisanuke ukamalizana hiyo kesi kabisa, anachokifanya anaondoka, anakufungulia gereza la nje. Gereza la nje ni pale ambapo unakuwa na mipaka. Kwenye kitabu cha Ayubu anasema utafika mpaka hapa na hautavuka. Mawimbi yako ya nyetani yatazuiliwa. Maana unaenda mahali unakutana na ukuta, hauruhusi kuvuka zaidi ya ule ukuta pale ulipoishia. Kwa hiyo unapiga hatua, ndio unakutana na mtu anakuambia mimi ninaweza kuhifadhi fedha mpaka shilingi 80,000 90. Ikifika laki lazima tatizo litokee. Nijikute nimeitumia either yote au nimeipunguza mpaka imefika 30,000. Au nimeipunguza mpaka imebaki 20,000. Najiuliza ni nini shida? Ni kwa sababu bado huyu mtu ni mateka, hajaruhusiwa kumiliki, amepewa vya kupoozea kumsahaulisha kile kiwango cha kumiliki kwake. Kwa haruhusiwi kwenda zaidi ya hapo. Anaruhusiwa kubaki hapa. Ni aina ya mitego. Na najaribu kuelekeza haya kwa sababu kuna namna ambavyo nitakufundisha, nitakuelekeza baadaye namna ya kuomba. So fuatana na mimi mpaka mwisho utanielewa kile ambacho ninaendelea kufundisha. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 20 na mstari wa 22. Wafalme wa kwanza sura ile ya 20 na mstari wake wa 22 anasema, na yule nabii akamjia mfalme wa Israeli akamwambia, enenda kusanya nguvu zako ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako. Hawa ni watu walikuwa wanapigana vita, na baada ya kupigana vita mfalme mmoja akashinda. Aliposhinda, nabii akamwambia hivi, na ukumbuke hichi kitu nilikwambia hapa mwanzo pia. Nabii akamwambia hivi, usiridhike, nenda kajipange, kaongeze nguvu zaidi ya hii, maana nguvu hii uliomuonyesha yule uliyemshinda ataenda kujipanga tena upya. Aje tena akidhani ya kwamba atakukuta ukiwa hivi, na akija akikukuta ukiwa hivi, kitu ambacho kitatokea maana yake atakupiga, maana yeye atajipanga vizuri zaidi ya hivi. Kwa nenda katafute namna, ujiandae, ujue namna gani utakabiliana naye atakapokuja, maana hata wewe umeiona nguvu aliyokuja nayo leo. So mwakani atakurudia. Listen to me. Adui uliyemshinda mwaka huu, yamkini umekuja kumshinda dakika za mwisho, yamkini ulimshinda katikati ya mwaka, yamkini ulimshinda mwezi wa 3 wa 4. My friend, nataka nikwambie kitu kimoja. Tunaenda majira mengine, maana yake tunahama season. Tumefunga ukurasa wa majira haya, tunaenda majira mengine. Wakati tunaenda majira haya mengine, tunatakiwa kujua kwamba tunaenda kufanya nini na tunatakiwa kuwa na nguvu gani ili tufike. Lazima ifike mahali tujue kwamba tunatakiwa kuwa na nguvu ya namna gani ili tufike mahali tunapotakiwa kufika. Otherwise, wewe na uhakika kabisa kwamba utafeli. Tofauti na hapo, lazima ujue kuna majira yatafika utapigwa. Kuna majira yatafika utaangushwa. Kuna majira yatafika utapoteza. Huyu jamaa angekuwa sio nabii kumwambia, maana yake unajua iko hivi. Kwani hapa tumetumia neno nabii. Lakini nataka nikwambie iko hivi. Mtumishi wa Mungu ndiye alam pekee inaweza kukutahadharisha kwa ajili ya kesho inayokuja. Kwani kwa sababu tuko rohoni, tunaona ya rohoni na tunakuandaa rohoni. Kwa sababu miliki yoyote ulionayo na unaotaka kuimiliki, isipoanzia rohoni ikaanzia mwilini, hamna kitu unamiliki. Yaani unaanza kumiliki, process ya kumiliki inaanza rohoni, then inakaa mwilini. Mwilini inakuja kuapia, inaonekana. Rohoni inaundwa. Kwa rohoni wakiunda kukosa, my friend, hata mwilini hautapata. Tukikuundia leo namna ya kupata rohoni na ukajihakikishia rohoni umemiliki, mwilini pia utamiliki.
So usirizike na vita uliopiga mwaka huu kwamba utatembea na spidi ile ile ukaenda mwakani. My friend, utabaki kwenye level ile ile ya maisha. Na kuhakikishia utabaki pale pale level ile ile. Yaani vile vile. Alafu utashangaa wenzako wanaendelea tu, mwaka jana nilikuwa na kitu fulani, mwaka huu nimekuwa na kitu hiki na kitu hiki. Kwa hiyo mwaka huu unaenda nataka niwe na kitu 1 2 3. Na unashangaa anakikamilisha. Kwa nini? Kwa sababu they have power unaomsaidia kufanya hivyo. Ongea nikakugusia nikakwambia kwa habari ya maarifa. Hapa nimegusia kwa habari ya nguvu. Naomba nigusie kwa habari ya maarifa. Maarifa ni kipengele kingine ambacho kinasababisha watu tunakosa kushinda. Yaani mtu atatumia nguvu kukupiga. Ukimpiga anaenda kukaa chini, yule bwana kwa nini alinipiga? Anayachukua maarifa. Yale maarifa maana anaanza kukalculate, alinipiga kwa sababu alikuwa na watu wengi kuliko mimi. Alinipiga kwa sababu alikuwa anatoa sadaka kuliko mimi. Alinipiga kwa sababu alikuwa anaomba kuliko mimi. Alinipiga kwa sababu yeye alikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa akishajua unimpiga kwa sababu, anaenda kukaa chini. Kwa hiyo mimi nifanye nini? Niongeze nguvu au niongeze kutoa sadaka? Niongeze nguvu au niongeze nini ili niweze kumshinda? Akishafika kwenye level hiyo, anaongeza maarifa. Mwisho wa siku anakuja kwako kwa maarifa. So anaweza kutumia maarifa yote. Ndio pale atatumia rafiki, atatumia tatizo loko kwako, atatumia chochote ambacho anajua kabisa hauwezi kushtukia kwamba yumo ndani ya hicho kitu. Akishajua kwamba huwezi kushtukia kwamba yuko ndani, anakaa mle alafu anaanza kutimiza kile alichokuwa anakitaka. Kuna wakati kuna msemo fulani tunasema ukishindwa kushindana nao basi jiunge nao. Na shetani anajua kabisa kwamba kuna majira anahitaji kushindana na wewe. Akishindwa kushindana na wewe kwa nguvu, atashindana na wewe kwa akili. Nenda kamuulize Yesu, atakwambia majira amekaa mlimani ameomba maombi ya siku 40. Alivyomaliza ile maombi pale alikuwa yuko powerful na maombi. Na shetani alipotoka kuzimu akajua huyu jamani kimwambia habari ya kwanza kushindana naye kwa nguvu hapa amenimaliza. Kwa nini? Amejaa power. Kwa hiyo nifanye nini? Wacha nimdanganye kwa habari ya nicheze naye kwa akili. Anamletea jiwe, anamwambia mzee badilisha hili jiwe liwe mkate kama kweli wewe ni mwana wa Mungu. My friend, kuna saa mtu anakuja anakuambia yaani kama kweli wewe una hela, hebu nunua hicho kitu. Nunua. Kama kweli hela unayo. Wanasema wewe unijui mimi hela ninayo. Ile siku umetoa hela kununua kile kitu ndio biashara yako ikaishia hapo. Kuna wakati mwingine mtu anakuambia hebu kama kweli unanipenda, kama kweli wewe ni rafiki yangu, kama kweli wewe ni mume wangu unanipenda, ni mke wangu au ni mpenzi wangu, ni sweet wangu, unanipenda kuliko mkeo, unanipenda kuliko mume, fanya hivi nione kama kweli. Unajiingiza mkengeni kana unafanya, wewe unajua unafanya kwa kumthibitishia kwamba unampenda, lakini kumbe ametumia maarifa fulani. Kama kweli wewe una huruma, kama kweli wewe ni mcha Mungu, kama kweli unampenda Mungu, unawezaje kufanya kitu cha namna hii? Kama kweli unampenda Mungu, fanya hivi. Mtu ambaye hana Mungu, hana muda wa ibada, anawezaje kukuonyesha kasoro za ibada? Kuna wengine wamejificha kwenye kivuli cha ibada, watajificha na watakwambia kama kweli wewe ni mcha Mungu. Hata sisi tunajua sisi wenyewe tunaabudu Mungu, lakini hatuwezi kufanya kitu cha namna hii. Wanakupima kwenye viwango fulani, na wewe unajikuta unafanya kwa kuwaonyesha wao kwamba wewe ni mtu wa Mungu, but mbingu hazijakwambia ufanye. Wengia kwenye mtego maarifa. So shetani anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, nithibitishie kwa kufanyaje? Kwa kubadilisha ile jiwe kuwa mkate. Shetani hakuwa na shida na mkate wa jiwe. Shetani hakuwa na shida ya Yesu kumthibitisha, kwa sababu anajua kwamba kweli ni mwana wa Mungu. Shetani alichokuwa anakitafuta ni kitu kimoja tu. Alichokuwa anakitafuta shetani kwa Yesu niki ageuze kutii kwake kumtii baba yake wa mbinguni, ahame aende amtii shetani. Kwa Yesu angebadilisha ule mkate, manake angepigwa kwenye eneo la maarifa, destiny yake ingeishia pale.
Kuna watu kwa sababu ya kukosa maarifa, tunabidia maombi, lakini kukosa maarifa ya neno la Mungu yametufanya tumepigwa kwenye maeneo mbalimbali, kwenye hatima zetu. Kila mwaka tunaishi kwenye maeneo yale yale, kila mwaka tunaishi kwenye kusudi lile lile, hatubadilishi maono. Si kwa sababu tumeshindwa kubadilisha, tunatamani kubadilisha, lakini tumeshapigwa kwenye maarifa. Kwa kila wakati tunarudia kosa lile lile kwa maarifa, kwa mitego ambayo shetani ameitengeneza kwa akili. Shetani anajua kucheza kwamba anachokiangalia kwanza, anataka kuangalia unapenda nini. Kifika mahali akagundua kwamba wewe ni unampenda Mungu na unamtii Mungu, anaanza kuja kuambia kama kweli wewe unampenda Mungu, kama kweli wewe unamtii Mungu, kama kweli wewe unafanya hivi, kama kweli wewe. Akija akigundua kwamba kwenye eneo hilo amekushindwa, anakuleta kwenye eneo la kwenye imani, hivyo hivyo kwenye imani. Kama alivyomwambia Yesu. Anasema okay, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, jitupe hapa gorofani, maana imeandikwa atatuma malaika zake waje wakutetee, wakuokoe, usijikwae mguu wako. Shida haikuwa kwenye Yesu kufanya vile vitu. Shida ilikuwa kwamba Yesu amtii tu mara moja. Ikafika mahali akagundua okay, huyu jamani nimemshindwa hapa, twende kwenye eneo la vitu, tamaa. Yote hii inatafutwa kwenye maarifa. Akampeleka juu ya mnara, akamuonyesha mali kwa dakika moja, akamuonyesha mali zote za duniani. Alafu akamwambia hivi vyote ni vya kwangu, ila ninampa mtu yoyote yule anayenisujudia. So wewe nisujudie mara moja tu. Sihitaji mara tena, sio mara moja, nisujudie kidogo tu. Shetani akaamua kudhihirisha uhalali wake kwamba okay, mkate nilikuwa nataka ubadilishe, lengo ni unitii. Nilikuwa nataka uruke mnarani, lengo ni unitii. Sasa hivi tu acha nikuonyeshe ukweli kwamba mimi nataka tu unisujudie, yani unitii tu mimi mara moja tu. Wala sihitaji. Shetani anamwambia utafanya mara moja tu. Ni sawa na hiyo dhambi anayokuambia wewe utaifanya tu mara moja tu. Ni sawa na hiyo na hayo makosa anayokuonyesha kwamba utayafanya mara moja tu. Then baada ya kuyafanya mara moja, mara mbili, nini anajua matokeo ya hicho utakachokifanya mara moja. Anajua matokeo ya hayo utakayoyafanya mara moja. Anajua matokeo nini utakachokivuna. So hahitaji ukosee mara mbili. Shetani anahitaji ukosee mara moja ili akupate. Shetani anahitaji ukosee mara moja ili akuoshe. Na akikupata hakika yake hauna bahati. So Yesu anaepukana na mtego wa maarifa. Biblia inasemaje kwa habari ya maarifa? Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 5, Isaya ile sura yake ya 5 na ule mstari wake wa 13 na 14. Isaya sura ya 5 mstari wake wa 13 na 14 anasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Kiu maana yake ni uhitaji. Njaa maana yake ni uhitaji. Cheo maana yake nafasi. Hao watu wana nafasi. Kwa tafsiri nyingine wana mamlaka. Lakini kwa sababu maarifa hayapo, wamekuwa watumwa na hawapati wanayotaka kuyapata. Yaani kuna vitu wanataka kuvipata, hawavipati. Mamlaka wanayo, nafasi wanayo, lakini maarifa ya kuvipata vimetekwa, vile vitu vimefichwa. Kwa nini vimefichwa? Kwa sababu aliyevificha ana nguvu na ana maarifa. So you don't have power, you don't have knowledge, huwezi kuwa na chochote. You die like a cockroach. Hakuna chochote utakachokifanya. But unahitaji neema itakao kujaza nguvu. Unahitaji neema itakao kujaza maarifa. Unahitaji neema itakao kuvusha hatua nyingine. Tofauti na hapo hamna kitu unafanya. So msingi wa maarifa ni wa muhimu sana kuzingatia. Unaweza kuwa na nafasi kubwa ya kufanya kitu kikubwa, lakini huoni namna ya kufanya kwa sababu maarifa yamefungwa. Giza mbele yako, huoni.
lakini nafasi unayo. Yaani nafasi ulionayo, kuna mtu anasema light, ningepata hiyo nafasi kidogo, yaani nipate hiyo nafasi hata mwaka mmoja tu, ningefanya kitu cha ajabu sana. Ni kweli angefanya, kwa sababu yeye anaona nafasi, lakini aliyeko kwenye nafasi haoni nafasi. Unajui kutana na mtu ana mke mzuri, mwingine ana mume mzuri, lakini anafanya vituko. Yaani ningekuwa na mwanamke kama yule, ningekuwa na mwanaume kama yule. Shida haipo kwenye kuwa na mke. Aliye na mke amekamatwa wapi? Aliye na mume amekamatwa wapi? Aliye kwenye nafasi analia kwa uhitaji, lakini ukimwangalia kwa nje hastahili kulia, anastahili kusherehekea, ila analia. Unamsaidiaje? Ufahamu umepigwa katika kiwango ambacho haoni chochote cha kufanya, haoni nini cha kufanya, haoni pa kuingilia, haoni pa kutokea. Inahitaji neema ya Mungu itakayokupa maarifa ya kushinda hilo. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 1 mstari wa 10 inasema, na tuwatende kwa akili wasije wakaongezeka. Ndipo unagundua kwamba shetani hazuii maongezeko yako kwa nguvu. Akija kwa nguvu, listen to me. Hapa mpaka Farao anasema tuwatende kwa akili. Walishatumia nguvu kuwazuia Israeli wasiongezeke na wakashindwa. Na ile andiko ni moja ya prayer point ambayo tutakuja kuiomba. Ni prayer point moja wapo kati ya prayer point ambazo tutakuja kuziomba hapa, kwa habari ya maombi haya ya kuingia mwaka. Farao alishatumia nguvu kujaribu kuzuia Israeli wasiongezeke na akashindwa. Akafika mahali akasema, okay, by the way, kwa sababu tumeshindwa kutumia hili, wacha tuingie hapa, tuwatende kwa akili. Number 1, wasiongezeke. So hatua za maongezeko yako, mafanikio yako, ulivyofanikiwa jana na utakayofanikiwa kesho na kesho kutwa, adui anaweza kuyazuia. Sio kuyazuia kwa njia nyingine, anaweza kuyazuia kwa msingi mdogo tu, kwa maarifa. Kwa sababu amejaribu kuja kwa nguvu, amekutana nao na nguvu. Kwa maarifa ni kitu kingine unahitaji kuwa nacho. Anasema wasije wakazuia, wasije wakaongezeka. Jambo la pili analiongelea, anasema wasije wakaungana na adui zetu. My friend, nisikilize. Adui wa adui yako ni rafiki yako. Yaani wewe una uadui na mimi, na kuna mtu mwingine ana uadui na mimi, hata kama hamjuani. Siku mkijuana kwamba wote mna uadui na mimi, maana yake nyinyi ni marafiki na mtashirikiana ili mniangushe. Hivyo ndivyo ilivyo pia. So, shetani huwa anachokifanya, anatumia maarifa kuwatenga watu ambao yamkini ungekuwa nao, kuna mahali wangekuvusha, wangekupeleka. Hawa watu wanaitwa destiny helpers. Kuna watu wengine ni destiny connectors. Ni watu ambao wanakuunganisha na mtu mwingine. Ni watu ambao wanakuunganisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni watu ambao wanakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni watu ambao wanakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna mahali watakutoa, watakuvusha, watakufuta machozi, watakuunganisha na watu wengine. Shetani anachokifanya, anaingia hapo katikati, anakata hilo eneo, analizima, anakutenga na watu. Yote hiyo ni habari ya maarifa. Hili ni andiko pana na naweza sidhani kama nitalimaliza hili. Lazima tuwatende kwa akili. Ili akosane na hao watu, ili asiongezeke, tuwatende kwa akili. Sio habari ya vita, sio habari ya nini, sio habari ya nini. Okay, anakuja anasema kwenye kitabu kile cha Mhubiri 17. Jaribu kwenda haraka hapa kidogo. Mhubiri 10 sura mstari ule wa 7. Anasema, nimeona jambo la ajabu. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Watu wanakugeuzia mwaka wa maarifa. Waliostahili kulala njaa ndio wanaokula vizuri. Waliostahili kula vizuri ndio wanalala njaa. Waliostahili kukodi bodaboda ndio wanaopanda magari.
Waliostahili kupanda magari ndio wanaokodi bodaboda. Waliostahili kuitwa waheshimiwa ndio wanaitwa maskini. Waliostahili kuitwa maskini ndio wanaitwa waheshimiwa, ndio wanaitwa matajiri. Na ndio maana kama umewahi kuchunguza, watu wengi wanakuta wana utajiri lakini hawaufurahii utajiri wao. Mwingine anakuta ni tajiri lakini analala chini. Sio kwamba analala chini kwa sababu amepewa mashati na mganga. Ni hivi, mganga ameshindwa kupindua kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Huyu mtu ameandikiwa kuja kulala chini, maana yake anatakiwa kulala chini tu, hata kama atakuwa na fedha namna gani. Wewe kuta watu wana magari, wana majumba, wana mang'ombe, wana vitu vya ajabu, vitu vingi. Lakini ukiwaangalia hatima yao walionayo, wana maisha fulani magumu pale nyumbani. Kuna vyakula hawali, wakiingia nyumbani wanaingia kwa shida, wanalala chini, wanaishi maisha tu ya ajabu. Kwa nini? Sio kwa sababu kwamba amepewa, wengi wao wanasema amepewa mashati. No. Amelazimisha kuwa na kitu ambacho hakutakiwa kuwa nacho. Na yamkini angekaa akamsubiri Mungu akambariki, Mungu angembariki kwa kiwango fulani, lakini angekuwa na furaha nacho hata kama ni kidogo. Lakini kwa sababu amelazimisha kuwa na kitu ambacho hakutakiwa kuwa nacho, kulala chini lazima alale, kula vibaya lazima ale, hata kama ana jina kubwa. Kuna watu tulikuwa tunaona mijini kule wanaoga kabisa mchana kweupe, mtu anashuka kwenye gari, anashuka kwenye V8, anashuka yuko uchi na ndoo ya maji, anaenda anaoga katikati ya barabara, afa anamaliza anaondoka. Hana namna kwamba ataacha. Maana mtu anapiga hesabu, nikiacha tayari na jina kubwa, nikaporomoka kwa maskini, ni bora nikaaibike leo mara moja, watu wajue kwamba nimeoga barabarani, nimemaliza, lakini nisipoteze mali. Anapata vitu vya mateso. Unamkuta huyu mtu anaoga barabarani pale, akifika nyumbani bado hana uwezo wa kulalia godoro. Hana gari nzuri, ukiona barabarani ni gari. Kiangalia vizuri unakuja kununua sio gari, ni jeneza anaendesha. Vitu vya ajabu vinafanyika. Watu wanabadilishiwa maisha ndani ya mwaka. Mtu anakamata mwaka na ugeuza kichwa chini miguu juu. Ulichostahili kukipata ukipati. Kwa nini? Adui ameamua kutengeneza msingi. Adui ameamua kutengeneza line. Adui ameamua kutengeneza njia anayojua yeye. Nataka nikuonyesha aina ya vifungo. Aina za vifungo. Bakiza vipengele vichache. Nataka nikuonyesha aina ya vifungo. Kwa kitabu cha Ayubu ile sura ya 3. Ayubu sura ile ya 3. Aina ya vifungo. Tukianzia ule mstari wa 5, anasema ishikwe na giza tupu kuwa yake, wingu na likae juu yake. Chochote kifanyacho siku kuwa giza na kiitishe. Anaweza kanyanyuka tu. Fulani mwaka jana tulimzuia. Right now mwaka huu ukawe giza, asione chochote. Yaani asione kazi, asione fursa, asione chochote, hata fedha asiwahi kuiona kwenye mikono yake. Waitafute fedha lakini wasiione. Kama ataona aone akula tu asife njaa, lakini asione fedha yoyote ya kufanya jambo lolote. Yaani asione fedha ya kukodi, ya kulipa kodi, asione fedha ya kula, asione fedha ya kupeleka watoto shule, asione fedha ya kufanya chochote, asione fedha ya kuendeleza miradi yake. Anapigwa upofu wa mwaka mzima. Hapa tunatumia siku, lakini kibiblia mtu anaweza kugeuza siku kwa mwaka mzima. Yaani siku moja kwa Bwana ni sawa na miaka 1000 kwetu. So hujamaliza hata siku moja. Kwa Mungu siku moja ni miaka. Kwako wewe mchawi anaweza kuitumia pia vile vile hiyo siku akaigeuza kuwa mwaka. Na akafanya anachojua kukifanya. Akaharibu kesho yako. Akaharibu maendeleo yako. Akaharibu maisha yako. Akaharibu misingi yako. Akaharibu njia zako. Anasema mstari wa 6, tena usiku huo na ushikwe na giza kuu, usihesabiwe katika siku za mwaka, wala kutiwa katika hesabu za miezi. Utawaliwe na giza. Usiwahi kutawaliwa. Yaani ule usiku waliouamuru kwenye siku ile wanauongezea mamlaka. Maana utatembea kwenye mamlaka hiyo ya kutawaliwa na kumilikiwa kwa mwaka mzima, na itaendelea kuongezwa siku hadi siku. Wanaiongezea mamlaka, giza litawala ndani yako.
Kwa wakati wenzako wanaona fursa, wewe unasema amechanganyikiwa. Wenzako wanakuonyesha fursa, unasema ile fursa ina hasara sana. Usishangae mtu anamuonyesha njia ya kutokea alafu anakuambia ile njia ni ngumu, haifai. Wakati ukiangalia unaona ile njia inafaa, lakini anakuambia ile njia ni ngumu, haifai. Sio kwamba njia ni ngumu. Kuna mahali amepigwa upofu. Kuna mahali amepigwa hatua zake. Kuna mahali amepigwa njia zake. Kuna mahali amepigwa misingi yake. Haoni, amepigwa giza. Mstari wa 7 anasema, tazama usiku huo na uwe tasa. Yaani bado wanaendelea kuongezea. Kule mwanzo wametamka giza na liwe kwenye hiyo siku. Sasa wanaendelea kutamka kwenye hilo giza nini kitokee. Yaani hawatamki giza tu wakaacha peke yake. Wanatamka juu ya hilo giza nini kitokee. Anasema, na usiku huo na uwe tasa, wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe. Anaposema usiku huo na uwe giza, maana yake mwaka huo na uwe giza, uwe tasa. Anaposema uwe tasa, maana yake anamaanisha pasiwepo na kitu chochote kitakachozaliwa ndani ya mwaka mzima. Yaani utaishi mwaka, utakachobaki nacho ni pumzi tu peke yake. Utaishi mwaka mzima, mwaka utaisha, utakachobaki nacho ni meno tu na sauti ulionao. Yamkini hata nywele zikabaki kama za msukule. Maana kuna wakati utashindwa hata kuzinyoa. Kuna wakati utashindwa hata kuziosha, kuzisuka. Kwa sababu umeambiwa giza liwe tasa. Yaani sasa huoni mbele, na hata ukiona bado hakuna faida unapata. Hamna kitu unapata. Macho hamna. Na hata ukifungua macho ukalazimisha kuyafungua namna hii, hamna kitu unavuna. Hakuna kitu kinachoingia ndani yako. Anasema wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe, maana yake hautakiwi kufurahi. Uje kumkuta mtu anakuambia mwaka huu kwangu ni mwaka ambao nimelia mwaka mzima. Karibu mwaka mzima ni mwaka wa kilio tu. Yaani naliaga tu. Mimi sijawahi kufurahi. Mimi sijawahi kucheka mwaka mzima. Kwa nini? Kuna watu walikaa wakamtengenezea scenario nzima ya mwaka mzima. So watu wamekaa wamedesign mwaka wako utakuaje. Tangu unaianza Januari to December, wamesha kudesignia. Wao wana kazi tu ya kukutembelea. Umezinduka kiasi gani kwa kupiga nusu kaputi nyingine? Yaani unatembea kwenye nusu kaputi walio kutengenezea wenzako. Hautembei kwenye kile unachotaka. Unatembea kwenye nusu kaputi walio kutengenezea wenzako. So wana kawaida kukutembelea kuangalia tu kama umeanza kuzinduka na kuongeza dozi. Unataka kuzinduka na kuongeza dozi. Unataka kuzinduka na kuongeza dozi. Hii yote ni nini? Ni msingi wa kutawaliwa. Okay, mstari wa ngapi wa 8 anasema na waulaani hao waulaanio mchana. Hao walio tayari kumwamsha huyo Lewiathani. Yaani kifungo kimezalishwa na kile kifungo kinaendelea kuzalishwa. Kinaendelea kupewa matokeo. Kinaendelea kupewa msingi. Kinaendelea kupewa maelekezo kwamba ndani ya mwaka huo wenye uwezo wa kumlaani ikitokea, yani wanatengeneza na matukio ambayo yatasababisha yawe mlango wa kulaaniwa. So wewe unaona tu, mbona watu wanalaani ovyo? Mbona watu tu wananyosha vidole ovyo? Sio tu hivyo, wanatafuta na mazingira yanayoweza kufanyika kuamshwa lile joka kuu, lile shetani. Lewiathani ni aina ya joka ambalo liko kuzimu, linatumika kufunga maisha ya watu wengine. So wenye uwezo, hapa anasema wenye uwezo wa kumwamsha huyo shetani, wakamuamshe tu, waje wamuendee huyu jamaa, wamtese huu mwaka, kwake ukae ni mwaka tu wa kilio, usiwe kufurahi. Mstari ule wa 9, nataka kuonyesha kitu cha ajabu sana hapa. Na kabla sijakuonyesha huu mstari, nataka nikwambie kitu kimoja. Hivi unajua kwamba mwaka ama nyakati zote Mungu alipoumba mbingu na nchi, alifanya vitu, akasema akafanya mianga miwili. Akasema ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Maana yake mkubwa ni jua, mwezi unafuata. Alafu akasema hivi, na nyota zikatoe mwangaza. Maana yake ni kwamba jua halijaja duniani ili lituangazie mchana, ila limekuja duniani ili litawale mchana.
Ndio maana kuna wakati unaweza kuliona jua lakini haliunguzi. Kuna wakati unaweza kuliona jua lakini halitoi joto. Kwa nini? Liko kwenye utawala wake, linaamua lenyewe, leo nitoe jua, leo nitoe moto ama nisitoe. Leo nitoe nuru ama nisitoe. Likiamua kutokutoa nuru, bado haiharibu chochote kwa sababu liko kwenye utawala wake. Aliyepewa mamlaka ya kutoa nuru ni nyota. Ndio pale unakuja kukutana mwezi pia, kuna wakati mwezi unatokea, unakuwa kipande kadogo lakini bado kuna nuru tunaiona. Kwa nini? Kwa sababu ziko nyota zilizopewa mamlaka ya kutoa nuru usiku na kuna nyota zilizopewa mamlaka ya kutoa nuru mchana. Kwa maana hiyo sasa, na ukitaka kupima ya kwamba hivi vitu jua na mwezi ni utawala, nenda kaangalie. Kuna watu wana kichaa cha mwezi. Yaani kuna mwezi ukifika huyu mtu anakuwa kichaa full mad. Ule mwezi ukipita anarudi kwa salama. Ule mwezi ukiisha anarudi kwa salama. Unajaribu kuuliza huyu mtu vipi? Unaambiwa ndo miezi yake. Okay, achana watu ambao wanakuwa ni vichaa baada ya kuna miezi. Kuna watu ambao kila mwezi kwenye mwaka ukifika, kama alikuwa anafanya biashara lazima apate hasara huo mwezi. Kila mwezi kwenye mwaka ukifika lazima augue. Kila mwezi kwenye mwaka ukifika kuna tatizo lazima litokee. Yaani kuna jambo, kuna tukio lazima litokee wakati wa mwezi fulani kwenye mwaka. Kwa nini? Kuna watu walikamata mwezi wakausemesha kwamba mwezi huu uwe mwezi wa shida kwa mtu fulani. Uwe mwezi wa jambo fulani, litokee jambo hili kwa mtu fulani. There are time kuna familia moja nikafanyaga maombi. Ile familia ilikuwa kila mwezi wa 5, kila mwaka mwezi wa 5 lazima wazike. Kila mwaka mwezi wa 5 lazima wazike. Sio kwamba wanazika kwa sababu wanamkosea Mungu, ila kifungo kwenye madhabahu kiliadhimishwa mwezi wa 5, kikaapishwa kwamba kila mwezi wa 5 lazima mauti. So lazima mauti itokee. Kila mwezi wa 5 lazima mauti itokee. So the day tumeenda kuomba na kuvunja hiyo mamlaka ya mauti ya kila mwezi wa 5, mpaka leo tunavyoongea ni zaidi ya mwaka sasa. Sijawahi kusikia msiba tena kwenye familia. Wako salama kabisa na maisha mengine yanaendelea. Kwa nini? Tumezungumza kwa habari ya mamlaka ya mwezi. Mstari wa 9 anasema na nyota za mapambazuko yake na ziwe giza. Na autafute mwanga lakini asiupate, wala asiyaone makope ya asubuhi. Natamani unielewe hapa. Nyota za mapambazuko yake. Siku inamwangaza. Mwaka unapoanza unakuja na nuru yake. Unakuja na mwangaza wake. Unakuja na kibali chake. Unakuja na neema yake. Yale majira yanapofika, adui anaamua kuzima kibali cha mwaka mzima. Mbaya zaidi anasema na autafute mwanga na asiupate. So unajikuta una fight kila mwaka. Yaani unapambana, mwaka unaisha umeshafanya kazi 4, aina 4 ya kazi. Umefanya mpaka aina 10 ya kazi mwaka mzima. Lakini ukiulizwa kazi gani umeifanya ikakupa manufaa, haujui, maana hauna chochote unachokiona. Yaani kazi ulioanza nayo mwaka sio kazi unayomaliza nayo mwaka. Umekuwa dalali, umeona haifai. Umekuwa konda, umeona haifai. Umekuwa winga, umeona haifai. Umeenda kuwa mpaka muinda digidigi, umeona haifai. Umeenda siku mpaka mchinja mbuzi machinjoni, haifai. Umefanya sui hivi, haifai. Umekuwa mkulima, hailipi. Umekuwa mfugaji, hailipi. Tena wakati mwingine unafuga na unashangaa na unavyovifuga vinakuogopa mpaka na vyenyewe. Sasa unashangaa nafuga tena vitu vinanikimbia. My friend, how are you? Namna gani hii? Wamekutangazia autafute mwanga lakini asiupate. Ndani ya mwaka mzima unafight. Afa sema hakuna kitu sijafanya. Unakuta mtu anasema yaani kama ni sadaka nimetoa, mtumishi nimetoa sadaka. Ni kweli umetoa, lakini ulikuwa unajua unatoa kwa ajili gani? Ulikuwa unajua unatoa kwa sababu gani? Ifike mahali unajua kwamba unatoa sadaka kwa sababu gani. Sio unatoa tu. Unatoa na unajua pia my friend, nataka nje nifundishe pia kwa habari ya sadaka. Kuna utoaji wa sadaka na utoaji sahihi. Yaani unatoa sadaka ndio, lakini ni sadaka pia ambayo unaitoa kwenye utoaji
sahihi. Bila utoaji sahihi kuna vitu haviendi. Unatoa sadaka na haiombewi, yani unapoishia kuiombea wewe ndio imeishia hivyo, yani ikienda kule inaenda tu kwenda kudumbukia tumboni tu. Haina muda wa kuombewa, haina muda wa kunenewa na madhabahu. Ni muhimu kujua sadaka inapotoka ama inapoingia kwenye madhabahu. Ni muhimu sadaka ile kufanyiwa kazi haki yake iliyosababisha ikaja, ili huyu mtu aende anapotakiwa kwenda. Okay. Naomba nikuonyeshe kitu fulani hapa, nimalizie mambo machache. Anza kujimilikisha mwaka. Yaani kuna vitu kwenye hii dunia tunajimilikisha, maana ni vya kwetu. Tumepewa mamlaka chini ya jua. Na kama tumepewa mamlaka, tunaanza kwa kujimilikisha. Hatusubiri shetani aseme tumeachia. Unaanza kumiliki huku unamnyang'anya. Nyakati wa pili 36 mstari wake wa 10 anasemaje? Anasema hivi, mwaka ulipokwisha, Nebukadneza akatuma wajumbe, akamchukua mpaka Babeli, pamoja na vyombo vya thamani vya nyumba ya Bwana. Akamtawaza Sedekia nduguye awe mfalme juu ya Yuda na Yerusalemu. So kuna kitu hapa nataka nikuonyeshe. Huyu bwana amesubiri mwaka umeisha. Na mwaka ulipoisha akaondoka na vyombo vya madhabahuni, akaenda kutawazwa kuwa mfalme. So moja ya kitu ambacho tutakifanya kwenye mkesha wa kuingia mwaka mpya ni kutawazwa na kuipokea taji ya kutawala mwaka. Kwa sababu tunalo neno la mwaka na tutalitangaza neno la mwaka wakati huo tukianza mwaka. Na ili tutemene hilo neno tuone matokeo yake, lazima tuvikwe taji ya kutawala mwaka. Lazima tuwe na taji ya kutawala mwaka. Then tukifika mahali tukaweza kuutawala mwaka, tunaweza kufika mahali tukawa washindi katika viwango vya kuwa washindi, na neema ya Mungu inazidi kuendelea mbele kututawalia njia na kutufungulia milango. Lazima tufike mahali tujitawalishe, tuwe na kuhani atakayetamka neno la kutawalishwa, la kupewa mamlaka ya kutawala mwaka wako. Yaani mwaka huu nataka niwe na kitu 1 2 3. Lazima ni utawale kwanza mwaka, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ya mwaka. Lazima nikamilishe mipango yangu. Na ninaikamilishaje kama mwaka hauja utawala? Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu, umeyatamkia mapambazuko yako. So hiyo nitakuja nikuonyesha. Lakini jifunze kuutawala mwaka. Jivike utawala wa mwaka mzima. Okay. Jambo jingine hapa nikuonyeshe. Jambo jingine ni kuugeuza utawala kuwa wa kwako. Yaani kujitawalisha. Baada ya kujitawalisha, kuna kitu kinachoitwa kuugeuza utawala. Kuugeuza utawala kuwa wako. Mwanadamu aliumbwa kutawala, so lazima utawale, kwa sababu shetani hajapewa. Hakuna mahali Biblia imeandika kwamba Mungu alimtupa shetani ili aje atawale dunia. Ila mwanadamu aliumbwa aje atawale dunia. Ndivyo Mungu alivyoagiza, na wakati anaumba ndivyo alivyokuwa anajua. So unapaswa kutawala kila siku iendayo kwa Mungu. Ni haki yako kutawala. Ukitawaliwa maana yake wewe ni mzembe. Yeremia 9:2 anasema namna hii, basi kwa sababu hiyo tazama, siku zinakuja asema Bwana, nitakaposikilizisha mshindo wa vita juu ya Raba, mji wa Amon, nao utakuwa magofu ya ukiwa, na binti zake watateketezwa kwa moto. Ndipo Israeli watawamiliki wao waliokuwa wakiwamiliki, asema Bwana. Yaani ifike mahali naambia shetani, nisikilize nikwambie, that time najua umenitesa miaka mingi, natosha. So by that time mimi ndo na wamiliki, mimi ndo na watawala. Yaani mwaka huu sitaki kutawaliwa, mwaka huu ninatawala, mwaka huu ninaongoza, mwaka huu ninashinda, mwaka huu ninaneemeshwa. So tutakuwa na muda mzuri wa maombi, na nitakuelekeza maombi yanafanyika kwenye eneo lipi.
Ukipata neema pia kufanya kwenye live ya YouTube tutafanya, lakini pia tutakuwa na maelekezo mengine ambayo nitakuonyesha, nitakupa hapo baadaye. So Mungu anasema waambieni hao jamaa wanaowatesa watu wangu ya kwamba majira yanakuja ambapo nitawainua hao waliodharaulika, waliotupwa katika viwango ambavyo na wao watageuka kuwa watawala. Watatawala, watamiliki, watainuliwa, wataheshimishwa. Kwa ukisikia ile gwaride la nyuma geuka, wa mwisho wanakuwa wa kwanza. Sasa ndio hii. Uliwekwa mwisho, unageuzia huko mwisho. Ngoma unakuwa wewe ndio kiongozi. Hauwezi kufanya hivyo kama hauna Mungu, hauna power itakayokukalisha hapo, hauna maarifa itakayokukalisha hapo, hauna mtu atakayekukalisha hapo. Jambo jingine ni kubariki mwaka wako. Hiyo ni baada ya kujimilikisha, una uhakika ya kabisa ya kwamba nina sauti ya kwenye huu mwaka. Then unaanza kubariki mwaka wako. Kitabu cha Yoshua ile sura ya 6 mstari wa 10 anasema, ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema, wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara 7. Ila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara 7. Ni asubuhi. Unahitaji kutawala, kutengeneza utawala. Yeriko iliangushwa siku ya 7, lakini iliangushwa asubuhi. Maana yake tuna uwezo wa kuangusha miaka yote tulioteseka, tukaikusanya ikawa miaka 7 ya mateso. So huu ukawa ni mwaka wa 7, na kwa sababu ni mwaka wa 7 tunaamua kuangusha. Tunanyanyua mwaka mwingine asubuhi. Mwanzo wa mwaka ni asubuhi ya mtu. Mwanzo wa mwaka ni asubuhi ya mtu. Tumeuzunguka ukuta vya kutosha, nao tunaenda kuangusha ukuta, tunaingia kutawala. Yeriko ilipigwa chini ndani ya siku 7, na asubuhi ukuta ule udondoka. Na ulipodondoka, waliokuwepo ndani walipigwa, na Israeli wakaingia wakatawala. Kutoka kuwa watumwa mpaka kuwa watawala kwa Yeriko. Wanaanza kuimiliki na kuitawala Kanaani. Wanaanza kufanya mambo makubwa. Wanaanza kuwashangaza watu, lakini utawala wao ulianza asubuhi. Majira panapopambazuka ndio majira ya kuanza kutengeneza authority yako ya kutawala. So jifunze kuibariki asubuhi yako ya mwaka huo. Beba siku zote 300, sijui 300 na ngapi, zikusanye zote, ziweke, afu anza kuzibariki. Kama walitamka laana, kama tulivyokuwa tunaona kwenye Ayubu, tunazifuta laana, tunaandika baraka. Tukitoka hapo tunaingia kwenye kiwango ambacho sasa neema ya Mungu inatustahilisha mambo makubwa. Tunafanikiwa kufika tunapotakiwa kufika. Jambo jingine nimalizie ni malengo ya mwaka. Malengo ya mwaka. Hii ni hatua ya mwisho kabisa. Kwa nini? Kwa nini malengo ya mwaka? Zaburi sura ile ya 5 mstari wake wa 3. Na kwa sababu pia Ayubu anasema umeibariki asubuhi yako, mapambazuko yako, lazima uyabariki. Lazima uyatengeneze. Kwenye Zaburi 5:3 anasemaje? Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu. Maana yake ni nini? Malengo yake anayaandika, alafu anayakamilisha. Anamwekea Mungu, anamwambia malengo yangu ni haya. Kwenye eneo hili sasa, baada ya kutengeneza vipaumbele vyote hivi na kutengeneza namna ya kumiliki mwaka, lazima uwe na sadaka ya kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya mwaka mzima ulioisha. Amekuepusha na mengi hata kama ulicheleweshwa. Lakini pia umshukuru Mungu kwa sababu amekupa neema ya kugundua kwamba unastahili kutoka ulipokuwepo uende sehemu nyingine. Nao tunautawalaje mwaka? Ibada ya kuutawala mwaka, hatuwezi kuutawala mwaka bila sadaka, kwa sababu ni ibada na hakuna ibada bila sadaka. So
Andaa sadaka yako. Ibada hii tutaifanya kwenye mkesha wa kuamkia mwaka mpya. Tarehe 31, usiku wa tarehe 31, tutakuwa na ibada hii ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo yote ya mwaka huu. Lakini pia ibada ya tarehe 1 tutakuwa na ibada ya kutawala mwaka. So sadaka ya shukrani tutaitoa tarehe 31. Sadaka ya kumiliki mwaka, ya ibada ya kumiliki mwaka tutaitoa tarehe 1. So anza kuiombea sadaka yako ya shukrani, weka pembeni. Ombea sadaka yako ya kumiliki mwaka na uinene kwenye ile sadaka. Anza kunena, mwambie Mungu unataka nini? Unataka nini mwaka 2026? Huu mwaka unataka uweje? Ubebe neema gani? Ubebe viwango gani? Ubebe hatua gani? Kwa kadiri unavyozidi kuinenea, ile sadaka inaenda kusimama kama alama, kama muhuri. Then tunaendelea mbele katika hatua zingine. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana, akuinue sana. Mambo mengine yaliyobaki tutafundishana wakati mwingine kadri siku zinavyozidi kuendelea. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakie heri ya Christmas na mwaka mpya. Happy New Year.